Karibu Omega Simulizi, ujifunze. Kulikuwa na kijiji kimoja kilichokuwepo katika milima fulani ambayo imeoteshwa na bonde la ufa. Kijiji hicho kilitawaliwa na kijani kizuri pamoja na mifugo na ndege walukao angani ambao walipendezesha sana hicho kijiji. Wakazi wa kijiji hicho walikuwa ni watu ambao walitawaliwa na dhiki na njaa kubwa. Palikuwa na binti mmoja aitwaye Neema. Neema alikuwa na umri wa miaka 18 na alikuwa ni binti mzuri wa umbo pamoja na tabia yake. Neema aliishi na babu yake mmoja ambaye alikuwa ni mchuzi wa nyanya sokoni, yani matunda. Babu huyu alikuwa na umri wa miaka 72 ndipo alipoishi na Neema, na hakuwa babu yake kama ilivyofahamika, bali alikuwa ni baba yake mzazi. Mama yake Neema alifariki wakati Neema bado mdogo sana, na ndipo huyu baba alipoanza kuishi na Neema, wao wakiwa wawili tu. Hakuna mtu mwingine aliyeongezeka mpaka Neema anafikia umri huu. Neema aliamka asubuhi na kwenda kumsaidia baba yake ambaye tunamuita kama babu, na baada ya kumsaidia baadaye aliondoka na kwenda mashambani kutafuta vibarua na kufanya ili apate chochote kitu cha kuishi. Muda ulivyozidi kwenda, baba yake huyu alianza kuumwa, kukohoa, kutapika na kuzoofu. Neema alichukulia ni kama kitu cha kawaida, labda ni malaria na mabadiliko ya hali ya hewa, lakini kitu hiki kiliendelea kuwa serious, na baadaye baba huyu aliweza kulala ndani, yani hakuwa anaenda tena kule sokoni kwenda kuchuza nyanya. Waliishi katika nyumba yenye kigodoro kimoja ambayo ni ya udongo katika kijiji hicho, na walikuwa na amani pamoja na maisha mabaya haya waliokuwa wakiishi. Siku moja huyu mzee aliamka akiwa anatapika sana, ndipo Neema alipowaza kuwa yawezekana si malaria kama kawaida alivyokuwa anawaza, bali itakuwa ni homa nyingine tofauti na malaria. Ndipo alipoamua kwenda kumchukua na kumpeleka hospitali. Alipofika hospitali, madaktari walimpokea na kusema kwa nini amemchelewesha mzee kiasi hiki, mbona inaonekana hii homa haijaanza jana wala juzi. Lakini Neema alinyamaza kimya, na baada ya kumlaza kitandani walisema aenda akalipie kwenye dirisha la malipo ili waanze matibabu haraka, maana wakichelewa lolote linaweza kumkuta mzee huyu, kwa kuwa hakuwa na maji, damu hakuwa nayo, hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Neno hili la kwenda kulipia dirishani Neema lilikuwa kwake kama msumari, kwa sababu hakuwa na chochote mkononi. Aliweza kumchukua tu na kumpeleka hospitali, lakini kiukweli hakuwa na pesa ya aina yoyote. Aliweza kumwambia daktari, naomba unisaidie, mimi hapa nilipo sina pesa, lakini baada ya babangu kutibiwa nitaweza kuzileta hizo pesa, nitafanya kibarua, nitaleta hizo pesa. Lakini daktari hakuwa anaweza hata kumtizama usoni na kumwambia, kama hauna pesa uondoke hapa, sisi hatuwezi kumtibia baba yako tukatumia vifaa tiba kwa mtu ambaye halipi hela kwamba zitaenda kununuliwa vingine. Kwa hiyo walimchukua baba yake na kumwacha hapo. Hakuwa ametibiwa hata mara moja, hata panado hawakuwa wamempa. Neema alitoka nje na kuanza kulia, nafanya nini sasa? Nitapata wapi hela? Watu walimpita kama hawamfahamu, wengine walisimama kumwangalia, wengine walikaa wakimtizama anavyolalamika, lakini hakuwepo hata mtu mmoja ambaye alikuwa anaonyesha hata huruma. Ingawa hawa wengine walikuwa ni wahudumu, lakini na wao walionyesha kuona ni kitu cha kawaida. Yaani mzee anaumwa, hajapata dawa, hana chochote na amemweka pembeni. Neema analia, wao wamegeuza kama utalii wa ndani. Wanamshangaa kuona analia, anahitaji babake atibiwe wakati hana pesa. Yaani kwao kilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Wakati Neema amekaa hapa nje analia, haelewi aanze wapi, ndipo mama huyu mmoja ambaye alikuwa ni mhudumu kwenye hii hospitali aliweza kumuona Neema akiwa analia, na akaenda akamwambia, binti, usilie, nitakusaidia. Na alimuuliza maswali, huyu ni nani yako? Neema aliweza kusema, huyu ni baba yangu.
anaumwa sana, tafadhali naomba msaada wako. Mimi baada ya kutoka hapa nitaenda kufanya chochote kile, nitakurejeshea hela yako. Lakini mama alimshika akimwambia, usijali, hii ni hali ya kawaida na kila mtu huwa anapitia kulingana na mazingira. Kwa hiyo mimi sishangai kuona wewe unalia kama mtoto hapa. Mimi sishangai wewe kuona unalia alafu watu wanakushangaa, kwa sababu watu tumeumbwa tofauti tofauti. Mimi nitakusaidia. Ndipo mama huyu alipoenda kwa mhasibu wake na kumwambia anaomba pesa aweze kumtibia huyu mzee. Mhasibu alimshangaa, lakini ilibidi ampe pesa na akaenda kutoa katika dirisha la malipo. Ndipo huyu mzee alipoanza kutibiwa. Lakini bahati mbaya zaidi, alitibiwa lakini hakuweza kupona, na mzee huyu alifariki. Na Neema akasema kwamba hana uwezo hata wa kuchukua usafiri wa kumpeleka baba yake kule kijijini aende akazikwe. Ndipo huyu mama aliposema kuna shida hapa hospitali, kuna watu wanaletwa waliopata ajali ambao hawajulikani kwao, wanaletwa ambao wametelekezwa, wanaletwa ambao wamepata shida mbalimbali, wameokotwa, hawajulikani kwao, huwa wanazikwa. Basi hata wewe mimi nitakufanyia mchakato, siku ya Jumatano site huwa inazika watu, basi na wewe babako atachanganywa humo. Lakini Neema alisema itawezekanaje? Kwa sababu watu wanaozikwa hivyo sina maana wanajulikanaga kabisa kwamba hawa hawajulikani. Mimi nilimleta baba na nilimwandikisha jina lake kamili na kila kitu chake. Sasa kama atazikwa na site, hawa watakubalije na mimi nipo? Lakini mama alisema nimefanya kazi muda mrefu sana. Umri huu unaoniona mimi najua mengi. Njia unayopita wewe leo, mimi ndiye nililaza nyasi miaka hiyo iliyopita. Kwa hiyo najua nitafanya nini na kila kitu kitakuwa sawa. Ndipo huyu mama alipofanya juu chini, na kweli Neema alibahatika kwenda kuona ambako baba yake amezikwa. Kaburi vilikuwa ni vidogo vidogo sana. Yaani vipo kama matuta ya majembe. Yaani kama amezika vitoto vidogo, lakini watu wanasema alikuwa ni watu wazima waliokuwa wamezikwa. Na bahati nzuri pia aliweza kujua hata babake sehemu ambako amelala, na aliweza kufanya ibada yake ya mwisho, na baadaye kwenda kijijini na kwenda kujiandaa na kutafuta kazi ya mjini. Neema akaondoka pale kijijini. Lakini wakati anaondoka pale kijijini, aliweza kujitamkia kwamba nitarudi kwa ajili yako wewe mama, uliyetoa hela yako, muda wako na kila kitu chako pasipo kutegemea chochote kutoka kwangu. Neema alienda mjini. Alifika mjini na alifanya kazi mbalimbali. Aliajiriwa kama house girl, na baadaye alikuwa kama mfagiaji ofisi katika kampuni moja. Na wakati anapokea hela, alikuwa anaingia shuleni usiku, masomo ya usiku. Alisoma ndani ya miaka 4 na akawa amemaliza katika chuo kimoja ambacho kilikuwa kinadili na masuala ya uinjinia wa majengo, yani uhandisi majengo. Baada ya hapo, kwa kuwa alikuwa ni ndoto yake kuendelea na masomo, lakini mzee wake alikufeli baada ya yeye darasa 7, alishindwa kumuendeleza. Lakini alivyoona huko amepata uwezo wa yeye kuwa anasoma usiku, na aliweza kupambana sana. Hivyo alikuwa na uelewa mkubwa sana kwenye kichwa kuliko hata makaratasi aliyekuwa anayafanyia mtihani. Kitu hicho kiliwafanya watu wengi ambao walikuwa wanashughulika na masuala ya uhandisi majengo kumpenda sana Neema, kwa kuwa alikuwa na uelewa wa kawaida kuliko wa shuleni. Shuleni alikuwa anafanya vizuri sana, lakini ilikuwa ni zaidi ya ukiongea naye, anachokijua, anachokiwaza, anachoplani. Kwa hiyo aliweza kupata kazi kiurahisi sana na kuwa kama mhandisi majengo katika ofisi moja nzuri sana. Alifanya kwa miaka michache, lakini baadaye aliweza kuanzisha mwenyewe chuo ama center fulani ambako alisema katakuwa kanasaidia watu, lakini center haka kalidili na masuala ya afya. Yaani kama wewe una ndugu, una uwezo wa kumlipia dawa, una uwezo wa kumhudumia kwa masuala yoyote yawe ya mifupa ya nini, yeye anasaidia watu kama hao. Na aliweza kuingia mtandaoni na kufanya research namna ya kuanzisha kituo, na aliweza kuanzisha rasmi
na aliweza kupata mdhamini japo hakuwa mkubwa sana, na alipendekeza kuona kwamba ardhi ya kwenye jiji kubwa ni dogo au ina thamani kuliko ardhi ya kijijini kwake, kwa sababu baba yake alifariki, aliacha ardhi ambayo ilikuwa ni chini yake, ilikuwa ni kubwa sana, na ilikuwa ni sehemu ambayo tayari miundombinu yote ipo, yani barabara, maji pamoja na umeme. Akaona si vyema arudi kijijini, ili hata kama hicho kituo kinakuwa kinasaidia watu, basi wakafaidike wale wa kijijini kwake. Siku moja alifunga virago na kurudi kijijini. Alifika kijijini na kutafuta mafundi haraka iwezekanavyo wasimamishe kituo hicho cha msaada kilichoandikwa Mama wa Huruma Center. Aliweza kuanza ujenzi. Siku moja wakati ameanza ujenzi katika hiki kituo, yani kule kijijini, kuna mkaka mmoja alikuja, alikuwa anambembeleza, yani yule supervisor wa pale katika jengo lake, kuwa anaomba mfungulia, mruhusu apite kwenye lile jengo aende aweze afanye kazi ili apate chochote kitu. Na wakati yule msimamizi wanagombana kwamba hakuna kazi zipo kwa wale waliokuwa wameitwa tu, lakini huyu Neema aliweza kumuona kijana wakati anapiga magoti akimbembeleza. Kijana alikuwa amevaa t-shirt jeusi pamoja na pensi iliyochanika chafu nyeupe. Aliweza kumtizama kwa muda mrefu sana, lakini alichoweza kusikia Neema ni kwamba, tafadhali naomba uniruhusu niingie, nina mgonjwa, mamangu anaumwa sana, tafadhali naomba niingie nifanye kazi ili nipate chochote kitu nimpeleke mamangu hospitali. Wakati injinia huyu msimamizi anamtolea maneno mabaya huyu kijana aliyekuwa akiomba aweze kuingia afanye kazi, Neema alimwambia kwa sauti ya amri, mwache huyo kijana aingie. Lakini supervisor alisema kwamba hakuna nafasi mama, watu wameshakamilika. Lakini alisema sawa, kama watu wametimia, tafadhali muonyeshe kule nyuma kuna shamba kubwa sana aweze kulima, alafu atapata hiyo hela. Ndipo huyu kijana aliporuhusiwa na kuingia ndani. Kijana alipewa shamba na kuweza kulima kama trekta, kwa sababu shamba lilikuwa ni chafu sana, lakini aliweza kulima hata mpaka mida saa 11 jioni. Huyu kijana alikuwa bado analima. Neema aliweza kwenda kumtembelea kule shambani na kumkuta kijana akiwa amechoka sana, jasho linamtoka, lakini bado alikuwa anafanya kazi kwa bidii, kama hakuna uchovu, hakuna maumivu, hakuna chochote anachokiona pale mbele. Jua lilikuwa ni lake, lakini bado hakuonyesha kuchoka kwa hilo. Neema alisogea mpaka pale na kutazama nyuma jinsi alivyoweza kujenga, yani kuilima lile eneo, kulitengeneza na kuwa safi kiasi kile, na kuweza kusema, kijana, unaitwa nani? Kwa kumtazama mbele yake, kijana alisema, mimi ninaitwa. Akasema, mbona unasita? Nimekuuliza jina lako unarudia mara 2. Ina maana hujui jina lako ama umesahau? Lakini kijana aliweza kusema, hapana, mimi sijasahau chochote, mimi naitwa Said. Akasema, sawa, mama yako anaumwa nini? Akasema, mamangu mimi anaumwa mguu, ana kisukari, mguu wake unamsumbua sana, hivyo anatakiwa matibabu, lakini hela hatuna, ndio maana anatafuta nipate hela niweze nikamtibie mama yangu. Na ndipo Neema aliposema, sawa, baadaye tunaweza kwenda kumuona wote. Yani alijikuta ameingia tu na huruma, kwa sababu aliwahi pitia yeye hayo maisha, na maneno ya huyu Saidi aliweza kumfanya yeye akumbuke maisha yake aliyopitia huko nyuma. Macho ya Saidi alimuonyesha na kumkumbusha maisha yake ya nyuma, na Saidi aliweza kusema, kuna shida, tunaweza tukaenda. Na Neema alimuuliza, ulitamani lini uweze kumpeleka mamako hospitali? Saidi alisema, hata sasa natamani. Basi alimwambia, ukitoka hapa kuja kuchukua ujira wako baadaye, njoo tutaenda wote tukamuone mama. Kweli Saidi aliweza kwenda kwa huyu Neema
na Neema alimwambia ingia kwenye gari twende tukamuone mama. Hakuwa amempa chochote, hakuwa amefanya chochote, lakini alimwambia aingie kwenye gari na waende. Walienda moja kwa moja mpaka kwa huyu mama, na Neema alimchukua huyo mama na kumweka kwenye gari na kumwambia twende hospitali. Hakuwa ameongea chochote hapo, lakini walienda hospitali. Wakati wako njiani, Neema aliendesha gari akiwa kimya sana. Hakuwa anaongea chochote, hakuwa anasema chochote. Neema alikuwa kama mtu aliyeshikwa na butwatu. Na huyu kijana Saidi anasema mimi nilikuwa nimekaa nyuma pamoja na mama yangu. Lakini baada ya kukaribia hospitali, mama yangu alianza kulalamika sana kwamba mguu wake unamuuma mno. Kwa hiyo Neema alishuka kabla hajaingia pale hospitali kabisa na kumwangalia vizuri ule mguu. Wakati anamtizama ule mguu, cha ajabu aliweza kuona huyu mama ni kama anamfahamu. Neema alikuwa ameegemea kwenye mlango akiwa kwa nje, lakini Saidi pamoja na mama yake walikuwa bado wako ndani kwenye gari. Lakini Neema alimkazia macho na kumtizama sana huyu mama na kusema, mama, kama nakufananisha. Lakini mama huyu alikuwa analia sana kwa uchungu na kusema anaumia, anaomba msaada, mguu wake unamuuma. Lakini Neema aliweza kusema, mama, nahisi nakufahamu kabisa. Na wakati amesimama pale bado hajaingia ndani, kwa sababu tayari alikuwa ameshaingia hospitali, lakini bado tu kuingia ndani, kuna mdada mmoja alikuwa maeneo ya pale hospitali, alienda na kumkumbatia Neema. Akamwambia, Neema, umekuwa mdada sasa, ona mimi nilivyokonda. Akiwa bado amemkumbatia, alimwambia, wewe ni nani? Akasema, unikumbuki mimi, rafiki yako tulisoma wote. Akasema, oh sawa, niko na mgonjwa hapa, nahitaji atibiwe haraka sana. Lakini huyu dada aliyekuja kumkumbatia Neema aliweza kumwambia yule mgonjwa kwamba, Bi Salma, bado mguu unakusumbua. Aliposikia hili neno, Neema ilibidi ashtuke na kusema, huyu Bi Salma unamjua? Akasema, namjua vizuri. Akasema, nahisi mwenyewe namfahamu, hebu nielekeze katika hiki kijiji alikuwa ni nani? Akasema, huyu mama ni jirani yetu. Kwako wewe si jirani sana, lakini kwetu sisi ilikuwa ni majirani, kwa sababu huyu rafiki yake walisoma wote, lakini walikuwa wanatoka vijiji kidogo kama wametengana, lakini karibu. Kwa hiyo huyu mama Bibi Salma yeye alikuwa ametokea kwenye kijiji cha huyu dada aliyemtambua hapa. Lakini huyu dada alisema, Arafu, nafikiri mnafahamiana. Kuna story aliwahi kunipa, nikaja nikagundua ulikuwa ni wewe. Baba yako alizikwa wapi? Na Neema ndipo aliposema, kuna mama mmoja alinisaidia, tulimzika na site kwenye makaburi ya serikali. Akasema, huyu ndiye aliyekusaidia wewe. Neema alibaki ameshangaa na kumgeukia Bi Salma kusema, mama, ni kweli wewe ndio ulinisaidia mimi? Mama hakuwa anajibu chochote. Neema alimkumbatia na Bi Salma alionyesha tabasamu kwamba amempata mtu aliyemsaidia, ana amani na yeye anaweza kusaidiwa chochote. Lakini mama alikuwa anaumwa sana. Moja kwamba alikuwa amefurahi kumuona mtu ambaye anajua thamani yake, lakini stili bado huyu mama alikuwa anaumwa sana. Neema alimkumbatia huyu mama akiwa bado amesimama kwenye gari, na baadaye alimtoa nje na kumuingiza ndani ya hospitali. Lakini huyu Salma alikaa kwa muda mchache sana pale hospitali, na baadaye aliondolewa na kupelekwa kwenye hospitali kubwa sana ambayo ilikuwepo mjini. Lakini pamoja na yote alipona kwa kawaida tu na akaweza kuajiriwa katika hii taasisi ambayo ilikuwa inajengwa pale na Neema. Ilikuwa imeandikwa Mzizi wa Huruma Center kwa ajili ya kuwasaidia watu. Kwa hiyo hapo ndipo alipotibiwa na kupona vizuri kabisa huyu mamake Saidi. Kitu kingine, Saidi aliweza kusaidiwa na kupelekwa katika shule ya uhandisi pia wa majengo, na hii kazi Saidi alipenda tangu zamani, ndipo alipoanza kusoma usiku. Mchana alishinda katika ile center
akisaidia kazi mbalimbali usiku, na yeye alikuwa anasoma kama Neema alivyokuwa amefanya. Mama yake Neema kwa taaluma yake aliweza kuajiriwa katika hii center na alikuwa ndo kama mkurugenzi wa ile center. Neema alibaki kama kuwa CEO, lakini pia akiwa na msaidizi wake mkubwa kabisa, msimamizi, huyu Bi Salma. Kijana huyu Saidi aliweza kusoma na kumaliza. Baada ya kumaliza alikuwa amejiunga akifanya kazi pamoja na Neema, ambaye Neema kampuni yake ilikuwa inakuwa kila siku. Baada ya kumaliza haya masomo, anafanya kazi rasmi ya uinjinia wa majengo. Mazoea kidogo yaliweza kuanza kuongea na Neema, kuwa karibu na Neema na maisha mengine. Neema aliweza kufungua tena shule moja ya wasichana, na yenyewe ilikuwa inawasaidia kuwa ni mzizi wa huruma. Ilikuwa inafanya vizuri sana katika hiyo shule. Alipenda kwenda kutoa misaada mara kwa mara katika ile shule na kuwasaidia wale wasiojiweza, wazee na watoto yatima waliotelekezwa. Neema hakuwa na mambo mengi sana. Muda wote aliwaza namna ya kuweza kuwasaidia watu wengine. Hakuwa na mahusiano, hakuwa na mtu yote aliyeishi naye katika nyumba yake, hakuwa na chochote kilichokuwa kinamfanya yeye awaze zaidi ya kusaidia wale wasiojiweza. Siku moja walikuwa wako na Saidi wakifanya kazi ya uinjinia katika miradi yao, ndipo Saidi aliposema, nakushukuru sana Neema, wewe umekuja kwangu kama mkombozi wa maisha yangu. Hivyo ninakuomba hili lililonitendea lisiishie kwangu. Na Neema aliweza kumjibu kwamba kama unavyoona halijaishia kwako, ninaendelea, maana mimi mama yako ndiye aliyenifikisha hapa. Ninaendelea na kwa wengine, wewe ni shahidi, tunafanya mangapi, tunasaidia wangapi. Siku zilipita na miaka ikazidi kukatika. Siku moja walikaa kwenye bustani ya maua, ndipo Saidi alipoweza kusema kwamba naomba niongee jambo na wewe, na Neema aliweza kumwambia go ahead na kusikiliza. Saidi alisema, nimekuwa na wewe kwa muda mrefu sana. Umenielewa, nimekuelewa, lakini kuna kitu naona kama hakipo sawa. Neema kidogo alishtuka kwamba ni kitu gani ambacho hakipo sawa, lakini Saidi alisema, nimekuwa nikipata shida muda mrefu ninapokuwa karibu na wewe, ninapokuwa mbali na wewe, kuna vitu sivielewi. Akamuuliza, kuna nini ambacho ukielewi? Kuna baya lolote nimelifanya ambalo wewe unaona kama linakuchanganya, huelewi? Kuna jambo lolote ninafanya ambalo linakupa wasiwasi juu yangu? Lakini Saidi alisema, hapana, moyo wangu umekuwa ukihangaika sana unapokuona, umekuwa ukitatalika sana unapokutizama, umekuwa ukisumbuka zaidi nikiwa mbali na wewe. Ninaomba nitamke neno moja. Nafikiri moyo wangu unahitaji kuwa karibu zaidi ya hapa. Lakini Neema naye alijibu akisema, siwezi kuongea directly kwamba moyo wangu umefungwa na yoyote, hapana. Moyo wangu uko open, uko wazi na una nafasi kubwa sana kwa maneno unayosema, lakini si mwepesi wa kufunguaga akili yangu kukubali vitu mapema. Nilikuwa ninaomba kama ikiwezekana nipe nafasi. Kama kuna chochote kinaweza kikatokea, basi tumwachie Mungu, anaweza kufanya jambo. Waliongea hapo na maisha mengine yaliendelea. Siku moja kuna mgeni walimpata ofisini kwake, alikuwa anahitaji kuwekeza, na alimwambia Neema kuwa anahitaji asaini mkataba ili awe mmoja wa shiriki katika ile taasisi ya Mama wa Huruma Center, ambayo mzizi wa Huruma Center. Lakini alitoa masharti ambayo kidogo Neema yalimpa shida. Na Neema alipopata muda wa kuongea na huyu Saidi kwamba tumempata mgeni ambaye anahitaji kuwekeza kwenye kampuni yetu, lakini ana masharti ambayo ameweka kidogo yananipa shida, ndipo huyu Saidi alipoingia ndipo kumtafuta huyu mgeni, ni nani, anatokea wapi, amefanya nini, ana nini. Na baada ya kufanya utafiti kwa muda kidogo aliweza kugundua kwamba huyu
mtu alikuwa ni mtu ambaye aliwekeza kwenye kampuni nyingi, lakini akiangalia uwekezaji wake kama hakuna uhai katika zile kampuni. Anaweza kaonekana kwenye kampuni hii ni mwekezaji, lakini baada ya muda kidogo si mwekezaji tena. Na aliweza kuona vitu vingi, yani malalamiko mengi kwa watu kwamba huyu anatapeli kampuni ndogo ndogo. Ndipo alipokuja kumwambia Neema kwamba Neema, hakuna haja ya kuendelea na huyu mtu, si mtu mwema, ana tabia kutapeli kampuni ndogo. Neema hakulimsikiliza, akamwambia una uhakika gani? Lakini huyu kijana ambaye ni Saidi aliweza kusema, kama unaniamini niamini, kama hutoniamini sawa, kwa sababu kampuni ni yako, lakini tunafanya kazi wote. Nimetoa kama ushauri, nimeweza kumtafuta sana huyu mtu, sifa niliyoiona zaidi ni hiyo. Neema alipata ukakasi kidogo, lakini baadaye aliweza kuamua kwamba Saidi, nimekubaliana na wewe, hatutampa ufadhili huyu mtu katika taasisi yetu. Lakini baada ya siku kadhaa aliamka asubuhi Neema na kukuta kuwa mtandao umeweza kutapakaa, yeye akiwa anatoa msaada katika shule fulani, na aliweza kuona kwamba kila mtu alikuwa akimwongelea yeye pamoja na taasisi yake ya kusaidia watu wasiojiweza pamoja na wanafunzi wasichana ambao walikuwa hawana uwezo. Kitu hicho kiliweza kumpa Neema wafadhili kutoka Australia ambao walikuwa na vigezo rahisi, na waliweza kuinyanyua kampuni yake na kuwa kubwa zaidi na kujulikana duniani. Siku ya siku walifanya kazi na huyu Saidi na aliweza kuwa msimamizi mzuri, na ndipo Neema alipokuja kumwambia siku moja kuwa Saidi, nimeweza kukubali, nahitaji tuwe wapenzi, nafsi yangu imejiridhisha juu yako, naomba tufunge ndoa. Na waliweza kufunga ndoa kijijini pale na watu walifurahi. Mapenzi yao yalidumu sana, yalipendeza, na harusi yao ikafanyika. Ilikuwa ni harusi ya kwanza pale kijijini. Mama yao huyu Bi Salma alikuwa ndo mtu pekee aliyefurahi kuzidi watu wote, alipendeza, na mwisho wa siku aliweza Saidi kumtambua Neema kama mke wake. Baada ya siku hiyo kumtambua, aliweza kufurahi zaidi kwa sababu aliweza kumkuta Neema kuwa alikuwa ni msichana ambaye hajawahi kuguswa tangu kuzaliwa kwake. Ilikuwa ni ajabu. Saidi alifurahi, alikuwa analala kama mtu aliyekula samaki anaitwa pono. Alifurahi kumtambua Neema, alifurahi kuishi na Neema, alifurahi kumuona Neema na kumuoa kuwa mke wake. Lakini ni watu ambao waliishi maisha mazuri sana 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 sana. Ofisini kulikuwa kuna msichana mmoja alikuwa anamsumbua sana Saidi, kuwa alikuwa ni mchumba wake hapo kabla, lakini sasa hivi anaona kama anajisaulisha na hatimaye ameweza kuoa mwanamke ambaye hakuwa mchumba wake kabla. Msichana huyu aliweza kumwambia, kumbuka Saidi, wewe ndio ulinivunja mimi usichana wangu, lakini sasa naona uko mbali na mimi, umeweza kuoa. Lakini Saidi alisema, nampenda mke wangu, nisingependa kuona hayo maneno yanajirudia kichwani kwangu. Tulikuwa, sasa nina mke, naomba uniheshimu. Siku moja mama yake baada ya Saidi kuoa aliweza kumuita mama yake ofisini. Yaani mama alimuita mtoto wake ofisini. Huyu mama bado ni kiongozi katika ile kampuni na kampuni imekuwa sana. Huyu mama alimwambia Saidi, naona kuna vitu vimebadilika sana. Saidi, tangu umeoa mimi umeniweka mbali. Saidi, wewe unajua nimekulea katika mazingira yapi? Nimepambana nikiwa nimeajiriwa kule na mpaka nakuja kuachishwa pale kazi kwa sababu ya ugonjwa wangu. Saidi, wewe unajua mimi ndio nimekupambania. Japo sikuweza kufikisha mbali, lakini kumbuka nimekufikisha mpaka kidato cha 4. Nilishindwa tu kuendelea kidato cha 6 kwa sababu ya ugonjwa uliokuwa kunasumbua. Kwa hiyo kuendelezwa na mke wako, usione kwamba mke wako ndiye amekufikisha hapo ulipo. Kumbuka na mimi niliweza kufanya pale nilipoweza, na bila mimi kufikisha hapo huyo mke wako asingeweza kukusaidia wewe kufika hapo ulipofika. Saidi alisema, mama, sikuelewi unaongelea nini. Lakini mama huyu alisema, Saidi, tangu umeoa umebadilika sana, umeniweka mbali, nahitaji ukaribu, nahitaji kupiga story na wewe kama mwanzo. Na Saidi aliweza kusema, mama, kweli unachokiongea, na mwanzo tulikuwa muda mrefu sana pamoja, ni kwa sababu wewe na mimi tulikuwa tunaishi nyumba moja. Sasa hivi hata nije ofisini kwako mama, tunatumia ni masaa tu, lakini inabidi nirudi nyumbani kwangu.
ndio maana naona kama nimekutelekeza, lakini kiukweli mimi sijakutelekeza. Lakini mama huyu alisema, kuna muda gani, yani au kuna shida gani wewe siku moja ukaja ukalala nyumbani? Kwani mke wako hajatojua kama uko nyumbani? Si unamwambia, wewe sasa hivi naona mke wako amechukua nafasi yangu. Tafadhali Saidi, naomba ujirekebishe. Saidi aliweza kuondoka, lakini maneno ya mama yake yalikuwa yakiendelea kumfikirisha. Aliweza kwenda kukaa ofisini kwake na kuwaza sana. Kwa nini mama ameongea vile? Kwa nini mama amesema vile? Lakini pia wakati anafikiria hivi, bado huyu msichana aliyekuwepo zamani kama mpenzi wake alirudi na kuja tena ofisini, kuingia bila hodi na kwenda kumtuhumu kuwa akumbuke huyu, yani yeye alikuwa ni mke wake. Hata kama hakuoana, lakini yeye ndiye alikuwa mpenzi wake tangu wako shule. Tafadhali anaomba alifikirie hilo mara nyingi zaidi. Huyu msichana alikuwa na yeye anafanya kazi ya walimu. Alikuwa ni msichana ambaye anapokea mshahara wake, lakini alikuwa akimsumbua Saidi kwamba ni mpenzi wake wa zamani. Siku moja aliweza kukaa nje, mke wake akiwa amevaa gauni la pinki. Tangu afunge ndoa alibadilika sana. Mke wake aliweza kunenepa zaidi, aliweza kupendeza zaidi, na yeye Saidi pia aliweza kupendeza zaidi sana. Walishamiri katika ndoa. Saidi akiwa na fulana, mke wake amekaa nje, lakini mawazo ya maneno mama yake amekuwa akimwambia sasa hivi yalikuwa yanamrudisha nyuma kidogo. Mama huyu alikuwa amekaa ofisini akiwaza kwa nini mtoto wake amekuwa mbali sana na yeye. Sasa hivi amekuwa muda wote ni mke wake na yeye. Mtoto wake mwenyewe kumuona ni mpaka wiki ama waonane ofisini. Ofisini wanakuwa kama mtu na bosi wake. Na huyu mama alikuwa bosi kwa kijana wake, yani akiwa ametanguliwa na Neema. Kwa hiyo nafasi ya Saidi ilikuwa ni nafasi namba 3. Wa kwanza alikuwa ni Neema, wa pili alikuwa ni mama, wa tatu alikuwa ni Saidi. Lakini mama alikuwa na maisha mazuri sana. Alijengewa jumba zuri na Neema aishi, alipewa gari, alipewa kila kitu. Lakini kila siku aliporudi nyumbani alikuwa na mawazo sana. Alijiona ni mpweke, alizoea na mwanae, lakini Neema alikuwa amechukua nafasi ya mtoto wake. Siku moja wakati amekaa aliwaza, hivi kuna haja gani ya mimi kuwa na hivi vyote wakati mwanangu simuoni? Neema ameweza kunipa pesa, ameweza kunichukulia mwanangu. Aliwaza kuwaza mawazo mabaya juu ya mpwa wake huyu, yani mkwe wake ambaye ni mke wa mtoto wake yeye. Mama alifikiria kuna haja ya kufanya jambo hapa, lakini aliendelea kwenda ofisini na siku zikazidi kwenda. Siku moja wakati amekaa nje, kuna jirani yake alikuja kugonga na kumwambia, kwani wewe si una mtoto na mwanao alifunga ndoa? Mbona unaishi kama yatima? Hauna wajukuu? Lakini aliweza kusema wajukuu bado, na sijapewa taarifa yoyote ya kupata mjukuu hivi karibuni. Akasema hata mwanao sasa amekuwa mbali sana na wewe. Kipindi cha nyuma alikuwa anakuja wakati umehamia hapa kwenye nyumba yako mpya, lakini sasa hivi mbona haji tena? Hatumuone. Au ndo kwa sababu mnafanya kazi sehemu moja? Lakini haya maneno yalikuwa ni kama msumari katika moyo wa Bi Salma. Alisema kuna haja ya kuzaa watoto wengi ili ukae nao siku nyingi. Lakini wewe umezaa mtoto mmoja na mtoto huyo ameweza kunyang'anywa na mkwe wako. Lakini huyu mama aliwaza sana ya maneno. Huyu bibi aliongea maneno mabaya hayo na aliondoka. Siku moja wakati Neema amelala, alianza kujisikia tofauti, lakini alipoenda hospitali waliweza kumwambia kuwa yeye alikuwa ni mjamzito. Alirudi nyumbani na kumpa taarifa hizi mume wake. Mume wake alifurahi sana na kusema, asante mke wangu, umeniheshimisha sana. Umenifanyia kitu ambacho sikuwa nafikiria. Siku zilizidi kwenda na maisha yaliendelea. Neema aliweza kufikisha mimba ya miezi 6 na mabadiliko yalizidi. Ofisini kwake alikuwa haendi tena, lakini siku moja alilala na kuota kwamba mama mkwe wake alikuwa amemzunguka na watu ambao hawaeleweki. Walikuwa wamevaa nguo nyekundu, na Neema alipoamka alishtuka. Mume wake alimuuliza, kwa nini umeshtuka hivyo? Alisema nimeota ndoto, lakini hakumwambia hiyo ndoto ilikuwa ni ndoto ya aina gani. Ndipo mchana alipoweza kwenda ofisini kwa mama yake, yani mama mkwe, na kumwambia, mama, nilikukumbuka sana. Na huyu mama alimuona akiwa tofauti, kumwambia, sasa hivi naona huji tena ofisini. Akamwambia, mama, hali yangu hii inanisumbua sana, ndio maana ninaamini kwamba niko na mama ambaye
anaweza kufanya kila kitu. Lakini mama huyu hakuwa na furaha. Alimwambia mama, kuna shida yote, mbona kama uko sawa? Lakini mama huyu alisema kila kitu kiko sawa, akijibu kwa mkato sana. Ndipo Neema aliposema, mamangu, tafadhali naomba uniambie kama kuna shida yoyote. Aliweza kurudi ofisini tena akimtaka mama yake aongee, mbona kama kabadilika, lakini mama huyu hakuwa anaweza kusema chochote. Siku moja wakati mimba yake imefika mimba miezi 9, aliweza kwenda ofisini kwa mama yake, na Neema alikuwa amezoofu kidogo. Akamwambia Neema, nakosa muda wa kuja nyumbani kukutembelea mwanangu, lakini nilikuwa sijakufanyia mila, naomba chukua hiki kijiti kakichemshe na unywe hii dawa, itakusaidia. Neema aliweza kulala. Kabla hajalala usingizi, aliweza kufikiria sana juu ya kile kijiti mama yake amempa, na wakati amelala hapa aliweza kupitiwa na usingizi. Ndipo alipoota kuwa mama yake amemzunguka tena na nguo zile zile nyekundu, akiwa na watu wengi sana waliovaliwa nguo tena hizi nyekundu zilizokava hadi usoni. Baada ya kushtuka, Neema alikuwa amelala na alinyanyuka na akaenda kuchemsha ile dawa kule jikoni. Akiwa anapika alichemsha, akainywa, akaendelea kupika na chakula kingine akala, na akaenda. Akiwa bado amesimama kule jikoni, alianza kuhisi maumivu chini ya kitovu. Alianza kumpigia simu mume wake kwamba anajisikia vibaya, lakini aliweza kuzidiwa. Hata hiyo simu yenyewe hakuweza kuongea naye vizuri. Mume wake aliweza kurudi na damu zilianza kutoka chini ya kitovu, na baada ya muda mchache aliweza kukata roho. Yaani Neema alifariki akiwa pale kwenye kiti sitting room, mume wake akiwa anahangaika namna ya kumpeleka hospitali. Anampeleka hospitali, walisema huyu mtu tayari ameshafariki. Mwanaume alilia sana, Saidi alilia sana. Lakini bahati nzuri waliweza kuwahi kumfanyia operation na akamtoa mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume huyu alikuwa ni mzuri sana. Saidi alifurahi, lakini alikuwa na pengo la mke wake lililomwacha akiwa hana amani. Aliweza kukaa, Saidi alianza kuzoofu. Mama yake ndipo alipohama na kwenda kuishi katika ile nyumba, wanalea wote huyu mjukuu. Saidi muda wote alikuwa anaweza kuwaza kukaa tu na mtoto wake. Hakuwa anafanya kitu chochote, alianza kuwa mchafu, kubadilika, haeleweki. Na mama aliweza kusema, mwanangu, mbona unabadilika? Lakini alimwambia mama, tangu mke wangu aondoke, mimi amani aliondoka nayo. Mama aliweza kumwambia, kwa hiyo mimi sina maana tena kwako, siwezi kukupa amani. Lakini mama kijana alimwambia, mama, una nafasi yako na mke wangu alikuwa na nafasi yake. Siku moja rafiki yake aliweza kuja, akamkuta Saidi akiwa amembebelea mtoto na kumwambia, Saidi, umebadilika sana, punguza mawazo, la sivyo utajikuta hali yako nazidi kuwa mbaya. Saidi siku moja alikuwa amesimama, wakati amemshikilia mwanae, mama yake alikuwa amesimama pia sebleni. Alimuona Saidi akianza kumwachia taratibu mtoto, yani anaishiwa nguvu, anaenda kumtupa mtoto chini akiwa amesimama. Ndipo mama alipomwahi na kwenda kumdaka yule mtoto na kumuuliza, Saidi, una shida gani? Lakini Saidi hakuwa anasema chochote, na mwisho wa siku Saidi alilala na kuamka. Mama wake asubuhi akamkuta mwanae amefariki dunia. Mama alimkosa mtoto wake, alibaki na mjukuu. Saidi alikufa na akiwa ameacha mtoto mmoja. Mawazo yalimchukua Saidi, na Saidi ndipo akaweza kumpata mke wake huko ambako alikuwa ameenda. Mama alibaki mwenyewe na mjukuu wake, na mwisho wa siku kampuni alikuwa akisimamia mama huyu, watu waliweza kujiondoa, wadhamini. Hakuwa anajua wadhamini wale alikuwa anawasiliana nao vipi, alikuwa na gaini nao vipi. Mwisho wa siku kampuni hii ya Mama wa Huruma ilikufa, na simulizi yetu inaishia hapo. Umejifunza nini? Naomba uniandikie ulichojifunza. Umeelewa nini juu ya upendo wa mama na mtoto wake wa kiume? Unaweza ukawa ni mzuri au ni mbaya. Mara nyingi ndoa tunajifunza kwamba zimekuwa zikileta shida kati ya ndoa ya kijana, kati ya mama na huyo kijana, kwamba mama mara nyingi huwa anahitaji upendo wa mtoto wake wa kiume uendelee kama kabla ambavyo alikuwa hajaoa. Lakini kweli mtoto wa kiume anapooa ama kuolewa kwa mtoto wa kike inakuwaga
mapenzi yako pale pale, lakini ukaribu ndio huwa unapungua. Mapenzi hawezi kuondoka, ukaribu ndio unapungua. Kwa hiyo wamama, wazazi na walezi, yafaa tujue kwamba kila kitu kina kiasi. Kiasi kikizidi inakuwa ni sumu. Naomba kwa leo tuishie hapa. Asanteni.